Kwa nini watu wengi huwa wanaota wanalishwa katika ndoto, wanaota ndoto za vyakula? Mwingine anaota yuko kwenye sherehe kubwa, mwingine kwenye harusi, anasema mtumishi nimeota niwe kwenye sherehe. Ghafla katika ile sherehe kinaleta chakula, anakula. Mwingine anaota yuko kwenye msiba, anakula vile vyakula kwenye ndoto. Na mwingine anakuwa ndoto hizo ni za kufululiza, kila anachokifanya, anajaribu kufunga, anajaribu kuomba, lakini ndoto hizo hazitoki. Leo naanza series yetu ya kwanza kwa habari ya vyakula. Kuna nguvu au uwezo ulioko nyuma ya hivi vyakula ambavyo tunavitumia, na adui vyakula ni silaha kubwa ambayo anatumia katika kumdhoofisha Mkristo. Shetani anatumia vyakula katika kudhoofisha nguvu ya maombi. Kuna watu wengine tokea ameota wanakula, wanaamka asubuhi wanakuwa na hasira. Kuna wengine hata hawataki kuona umezao baada ya kuota wanakula. Kuna wengine tokea wameota wamekula, wameshindwa kusoma neno na kila wakisoma waelewi. Wengine tokea wameota wamekula chakula, wakiamka asubuhi wamesahau ndoto. Kuna wengine tokea wameota wamekula vyakula, hata ile nguvu ya kuomba hamna. Vyakula vinanyonya nguvu ya maombi. Vyakula vinadhoofisha. Unapanga uamke saa 7 usiku, lakini unakuwa umechuka, unakuwa na uzito mkubwa ndani yako, unakuwa na uzito, huwezi kuomba. Sikiliza nikwambie, leo tutajifunza kwa habari ya vyakula. Na ikiwa ni kama unashindwa kuomba, kila ukijaribu kuomba unashindwa, unajaribu kusoma neno unashindwa, kuna vitu vingi unatakiwa ufuatilie katika vyakula. Inaweza usiwe unaota unalishwa katika ndoto, maana kuna wengine wanaota wanalishwa lakini wanasahau. Hata wewe ambaye unasahau ndoto, hii hapa inakuhusu. Ule uwezo wa kusahau ndoto unasababishwa pia na nguvu iliyoko katika chakula. Mtanikumbusha, kuna somo ambalo nitaandaa kwa ajili yenu, mtanikumbusha hapo kwenye comment.